Mshauri Podcast, na hii ni session inaitwa Champions. Sehemu ya kukutana na watu ambao ni muhimu na watu wanaotengeneza impact katika jamii yetu. Wapo watu wengi kupitia ujuzi, kupitia maarifa, lakini watu wengine ambao ni talented na watu wengine wako katika position tofauti tofauti. Na leo niko na my brother anaitwa Amos Nyanda. Mambo vipi my bro? Safi kabisa my brother. Bwana karibu sana. Hii inaitwa Champions ya George Mshauri Podcast. Okay. Asante sana my brother. Thank you very much. Yes, our brother yeye ni mtaalam katika sehemu inaitwa eneo linaitwa information marketing. Yes, ni kitu gani na kinaweza add kitu gani katika mambo tofauti tofauti ambayo unayofanya? Leo tutapiga story nyingi sana. Karibu sana brother. Asante sana Mr. George. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Karibu sana kwenye session ya Champions, na direct tuanze kwamba information marketing hivi kwa Kiswahili tunaiwekaje? Ni soko la taarifa. Soko la taarifa na ujuzi. Labda kabla hapo labda wangejua exactly mimi ni nani na karibu sana na nafanya nini. Yes. Okay, mimi naitwa Amos Nyanda. Ni copywriter. Mara nyingi watu wengi hawajuagi nini maana ya copywriter. Actually ni mtaalamu wa kuuza bidhaa au huduma online kwa njia ya maandishi. Watu tunaitwa copywriter. Mtaalamu wa kugeuza maandishi kuwa pesa mtandaoni. Bwana. Yes. Ujuzi adimu sokoni kama meno ya kuku. Aliniambiaga mentor wangu wakati najifunza huu ujuzi. Yes. Actually nataka nizungumzie kidogo kuhusu soko la taarifa. Okay, na ujuzi. Sasa hii business model inaitwa information marketing business. Information marketing business. Inahusu nini? Yes, swali zuri. Information marketing business ni pale unapo package taarifa zenye thamani and then unaziuza kwa watu wenye uhitaji. Unajua iko hivi? Kila mtu anajua kitu ambacho mwingine utayari kulipia fedha. Yaani wewe kuna kitu unakijua ambacho mtu mtu tayari kulipia pesa. Sasa shida haiko hapo. Shida ipo kwenye kukiuza hicho kitu ambacho unakijua. Ndio. Kwa hiyo watu wanalipia ujuzi, wanalipia taarifa. Hizo taarifa lazima ziwe zina thamani. Sio kama unaelewa? Ujuzi na taarifa. Yes. Lakini kuna kitu kinachoitwa thamani ndani. Exactly. Yes. Pesa ina kipande cha sumaku ambacho hakionekani, ambacho kipo attracted na thamani na thamani. Sio kama unaelewa? Yaani pesa inafuata thamani, haifuati vitu, inafuata thamani. Unaweza kuwa na kitu kama kina thamani watu waweza kulipia pesa. Ndio. Sio kama unanielewa hapo? Kwa hiyo sasa Mr. George, wewe na ambao unatusikiliza, kila mtu ana kitu ambacho mtu yuko tayari kulipia pesa. Iko hivyo. Shida ni kwamba wengi hatujajua ni kitu gani hicho ambacho watu tayari kulipia pesa. Na wengi tunaamini kwamba watu hununua bidhaa tu. Sio kweli. Watu wananunua taarifa, wananunua ujuzi, wananunua huduma, wanalipia pesa. Umegusia kuna mwalimu alikwambia kwamba kuhusiana na biashara hii, wewe ulikuwaje ukatoka sehemu uliyokuwa mpaka ukajua kwamba kuna soko la taarifa na ukaamua kuwa ni kazi yako? Okay. Yes. Nitaenda haraka kidogo kwa sababu ya muda. Mimi ni mchumi by profession. Wewe ni mchumi. Nina bachelor economics kabisa. Yes. Na maisha ninayotaka kuyaishi mimi, mshahara pekee hauwezi kunifikisha kule. Kwa hiyo nikaa natafuta sasa the way out ya kutoka pale kwenye 9 to 5 au tunasema kwenye ajira. Kwenye ajira. Yes, nikaingia online nikatafuta how to make money online. How to make money online. Your drive ulipata wapi? Ile drive ulipata actually ni maisha. Yaani 2016 mambo hayo watu kuchimba online ilikuwa hamna. Sasa 2016 ndio nilipata kazi pale. Kwa hiyo nilianza kuchimba mimi 2018 mwishoni. Baada ya kufanya kazi kidogo nikaona mbona mshahara haunitoshi. Na sehemu ninataka kwenda mimi mbona kama hatufiki. Kwa hiyo nikaingia online, nikaingia Google nikasearch, actually YouTube nikasearch how to make money online. Zikaja models nyingi, ikaja forex trading, ikaja mambo ya network marketing, ikaja mambo ya affiliate marketing, ikaja business model nyingi sana. Lakini kuna video moja ilinivutia sana. Jamaa alikuwa anasema jinsi alivyotengeneza $10,000 bila kutoka ndani kwake. Sio kama nielewa. Jamaa anaitwa Dan Lok. That's my first mentor. Dan Lok ni mentor wangu wa kwanza kabisa, huyu ambaye nilimjua kupitia YouTube. Yes. So baada ya kusikiliza hiyo video ya Dan Lok sasa, hapo ndiko exactly kitu kiliclick kuhusu ujuzi. Yaani mimi mara ya kwanza kusikia kuhusu copywriting skills. Ilikuwa mwaka 2018 mwishoni kwenye mwezi wa 10 hivi kutoka kwa Dan Lok. Dan Lok ndio my first mentor wa copywriting skill. Kwa sababu yeye alikuwa anazungumzia exactly jinsi alivyotoka China
akaenda Marekani akiwa ajui hata kuongea lugha ya Kiingereza, akajifunza kidogo, akapata mentor wake anaitwa Alan Sheran, and then akamfundisha copywriting skill. Then akawa anatengeneza pesa, akana mtunza mama yake. Akasema sasa jinsi copywriting skill hivyo nitengeneza $10,000 kwa mwezi nikiwa ndani kwangu bila kutoka ndani kwangu. Sasa nikataka nijue nini hasa exactly maana ya hii copywriting skill. Hapo sasa ndiko nilitengeneza udadisi wa kwanza kuchimba exactly nijue nini maana ya huu ujuzi wa copywriting skill. Kwa mtu ambaye ajui copy inaweza kuwa ni tangazo ama idea ama okay. Kwa lugha rahisi copy ni tangazo. Okay? Copy ni tangazo kwa lugha rahisi, na unaweza ukasikia neno copy, ukasikia neno sales letter, ukasikia neno ad au ad copy, zote zina maana moja, tangazo. Okay? Au ukasikia neno sales letter, zote ni kitu kile kile. Kwa ukajifunza kupitia Dunlop. Yes, Dunlop ndio he was my first mentor. Nakumbuka nilinunua course yake ilikuwa inaitwa Copywriting Secrets, $147. I still remember like yesterday, to be honest. Just imagine unalipia, yani ndio hiyo ndio ilikuwa hela yangu ya kwanza kununua kitu online kwa mtu wa nje. Shule tuseme. Yes. Nikanunua ile course. Jamaa ilikuwa ni video course. Kwenye ile video sasa ndio nilijifunza exactly nini maana ya huu ujuzi unaoitwa copywriting skill. Honestly, I was very very interested. Yani sikujua ni kitu gani ndani kwangu kilifunguka tangia siku ile sikupata usingizi kabisa. Yani nikawa naendelea kujifunza ili ujue kuhusu hiyo skill. Yes. Then baada ya kujifunza hiyo skill nikajua master exactly kuandika baadhi ya matangazo. Unajua copywriting iko hivi. Unaweza ukasoma ukaelewa. Lakini ukipewa tangazo uandike, we have a problem. Ndio shida ya copywriting. Okay. Kwamba kuna kusoma copywriting ukaielewa, alafu na kuingiza kwenye action vitu vile tofauti. Okay, sawa. That's why wanafunzi wangu wengi huwa wanapata changamoto kwenye kuingiza kwenye vitendo vile mama wanavisoma. That's why nikajaga na program ya coaching na mentorship ya kufanya kwa vitendo, kwa sababu hiyo mimi mwenyewe nilipata shida hiyo. Ndio. So by that time kipindi kile kulikuwa hakuna mtu yote Bongo ambaye anafanya copywriting. Hayupo. By that time 2018 huko 2018. Lakini si wapo watu kwenye agency wao ya. Yeah, walikuwepo, lakini ni watu ambao hawakujiposition online kama copywriter. Yani wao walikuwa wanafanya B2B. Yani yeye anadili na kampuni zao, adili na individual. I understand. Kwa hiyo I'm not bragging, lakini I'm the first one kuintroduce copywriting skill Tanzania kwa lugha ya Kiswahili. Okay. Mwaka 2019 kupitia kitabu changu kinaitwa Mgodi. Especially kwa kutoka juu kwenda kwa madaraja ya watu wa chini, wajasiriamali wadogo, wakubwa, katikati. Hao sasa ndio kitabu changu, very famous book by the way. I think Mgodi, kitabu changu cha, I think you know the book. That's a very famous book of mine. Sasa hiyo kitabu ndio mimi kilinitambulisha sokoni kama copywriter wa Tanzania ambaye anaweza kuandika copy kwa lugha ya Kiswahili. Na hicho kitabu nilikitoa baada ya kumaster na baada ya kufanya baadhi ya kazi nikamaster hiyo skill. Kwa hiyo nakufikisha kwenye story ili watu wajue exactly where I came from na how I got into copywriting skill. Ndio. Ili wapate picha exactly tulikuwa tunaelezea mbele, wajue tumetoka wapi na tunaenda wapi. Yes. Baada ya kujenga ujuzi, kuna kosa ambalo watu wengi wanalifanya baada ya kujenga ujuzi. Ni kosa gani unajua hilo? Ni kuanza kutoza watu pesa kabla hawajapata proof ya kile ambacho wanakifanya. Yes. Yaani Mr. George, kwa mfano tuseme labda umejifunza, labda tuseme social media marketing. Ndio? Bado hujafanya kazi yote social media marketing na ikaleta matokeo, and then ukaanza kutoza watu hela ili wafanyie social media marketing. Yeah. That's a very big mistake. Na hiyo ndio kosa ambalo watu wengi huwa wanaishia kuacha kwa sababu watu hawalipi pesa. Okay. Hii hapa ndio njia nzuri ambayo mimi nikuja kujifunza from experience. Baada ya kujenga ujuzi, usianze kwanza kutoza pesa. Okay. Toa for free. For how long? Toa for free, haijalishi as long as unaomba shuhuda. Yaani ukitoa free, omba shuhuda. Mfano mimi here what I did, nilifanya hivi. Baada ya kujifunza copywriting skill, nikaanza kutrain watu for free kupitia magrupu ya WhatsApp. Nikaanza kutrain wajasiriamali wadogo, wakubwa, jinsi kuandika matangazo bwana. Matangazo yaandike hivi, yanaandikwa hivi na hivi na hivi. Usitangaze bidhaa, tangaza faida zake, watu wanunue bidhaa hivyo. Nikawa na watrain kwenye magrupu, watu wakaanza kuingiza kwenye action. Mbona napata sales, you see? Kwa hiyo nikaanza kupata feedback. Okay? Then nikachukua watu baadhi, nikasema bana mimi nataka nikuandikie tangazo, and then in exchange sasa kunipe pesa. Nataka unipe shuhuda ya tangazo lile kutengenezea limekuuzia wateja wangapi. Kitu gani? Yes. Sio kama nielewa. Kwa nini hiyo ni muhimu? Ni muhimu kwa sababu hiyo ni backup ya kubackup kama wewe ni expert.
watu hawawezi kukulipa pesa kama hawajaona matokeo ambao umewafanyia wengine wenye changamoto kama ya kwao. Ndio. That's why watu kabla ya kukupa pesa au kabla ya kukuajiri huwa wanaombaga portfolio. Yes. Ya kazi ambazo umezifanya za watu wengine kama wenye changamoto kama ya kwao. Kama reference. Sio kama nielewa, kama reference. Yes. Kwa hiyo hizo shuhuda za kubackup. Bana mimi ni copywriter, okay sawa. Okay, umeshamwandikia copy nani na nani? Ndio. Umeona hilo swali? Yes. Ukisema hakuna mtu tayari kutolewa chambo. Yaani nikulipe pesa afu nitoe chambo. Hiyo kitu hakipo. What if usifanya kazi? Yes. Hela yangu imepotea, si ndio? Ndio. Kwa mfano sasa hivi mimi na copy zaidi ya 57 ndio zifanya. Ambazo zina impact kubwa, ambazo ni copy kubwa ambazo zimeingiza zaidi ya milioni 600. Unazungumza copy kwa mtu ambaye leo ni kwamba matangazo ambayo nimeandika kwa ajili ya clients wangu. Zaidi ya 57. 57. Yes. Kwa nini unajivunia matangazo ya 57? Najivunia kwa sababu yana nini? Ni kitu gani au unazungumza kitu gani? Okay. Kwa sababu you're proud of. Alafu mimi nasema matangazo tu 57. Okay, unajua kuwa copywriter sio kuwa na title. Title kama unaweza kujivika mimi ni copywriter. Simple. Mimi huwa napenda zaidi kujivika hii title kutokana na matokeo niliyoleta kwa watu, impact niliyoleta kwa watu. Mimi sometimes huwa najaribu kuwaza kwamba mimi ni mwalimu bora zaidi wa copywriting Tanzania kuliko mtu yote yule. Ndio. Sio kama nitakwambia kwa maana yake nini, kwa sababu honestly kuna watu nikikwambia ni wanafunzi wangu huwezi kuamini, na sasa hivi wana impact kubwa sana ambao walikuwa hawajui kabisa kuhusu copywriting skill. Lakini nimewafundisha, wameiva, na sasa hivi watu walikuwa wanafanya kazi, wameacha ajira, sasa wamejaribu kupitia copywriting. Wengine walikuwa hawana ajira, wametoka vioni, wanatembeza vyeti, sasa hivi watembezi vyeti, wanauza ujuzi copywriting skill. Sio unanielewa? Now they have a skill kama maisha yao, kama mimi jinsi nilivyo. Lakini pia nimeshafanya kazi na watu wengi, nimefanya kazi na individuals, nimefanya kazi na companies, a lot of them. Okay? Na sio kufanya kazi nao tu, kopi zangu zimeleta matokeo. Nakumbuka kopi yangu ambayo imefanya vizuri zaidi ni kopi ya mambo ya afya. Afya ilikuwaje? Ya kuuza products za network marketing, hizi za mambo ya nguvu za kiume, si mambo ya pressure, visukari, si mambo ya kupata watoto, mambo ya magonjwa kama PID. Wale ambao wanauza bidhaa ambazo zinahusu mambo ya afya na mambo ya relationship kule, na mambo ya kuuza taarifa, ujuzi. Nimeandika kopi nyingi sana. Nimeandika kopi kuhusu mambo ya kuuza product kama masofa, nishaandika kuuza perfumes. Zile kopi nimeshaandika. Nimeandika kopi kuhusu mambo ya importations. Kuna kampuni kubwa za kuimport product kutoka nje na kusafirisha, ni logistics. Nimeandika kopi kampuni kubwa. Kwa hiyo nishaandika kopi kwenye niche tofauti na zileta matokeo makubwa. I'm proud of that as a copywriter. Kopi ambayo imefanya vizuri zaidi ni kopi ambayo of course alinitumia shuhuda mwaka jana mwezi wa 12. Ilimuingiza milioni 600 na 40 kitu ndani ya mwaka. Tangazo moja limeingiza milioni 600. Yes. Uliandika nini kwa inahusu nini? Okay, iliingiza milioni 600 ilikuwa inahusu changamoto ya nguvu za kiume. Unajua kibongo hiyo ni hot cake. Okay, ni hot cake. Watu wengi wana changamoto ya mambo ya erectile dysfunction, mambo ya nguvu za kiume. Huyu sio networker, ni mtu tu ambaye ametengeneza dawa, ni dawa ya asili ambayo ameitengeneza ya kupaka. Kwa hiyo huyu jamaa anauza hizo dawa. Ameuza dawa ya nguvu za kiume na dawa ya kuongeza shape kwa wanawake. Pia nina copy zake nimemwandikia. Kwa hiyo hii hapa alinipa tu testimony ya copy moja ya mambo ya nguvu za kiume. Kuna zingine pia nimemwandikia. Na huyu ni mmoja sasa. Nimetolea mfano. Na hii ndio copy ambayo imefanya vizuri zaidi. Kuna copy za milioni 100, milioni 50, milioni 30. Sasa hii ni milioni 600 na kitu. That's why nimetolea mfano. Let's dig deep katika, yes. Unajua katika mtu wa kawaida ama mtu anayetaka kuingia katika ulimwengu wa soko la taarifa na ujuzi. Yes. Unaweza kuwa unamtamanisha. Hebu to dig deep kwamba hii soko la ujuzi na taarifa lina uhitaji gani ama reflection yake katika jamii na mahitaji ya kila siku ni ipi? Okay. Yeah. That's a very good question. Yeah. Unajua Mr. George? Yep. Tupo kwenye era inayoitwa information age. Si ndio? Tupo kwenye era ambayo inaitwa era ya taarifa, information age. Sasa hivi wanasema information is the new oil. Kama taarifa ni yani ni kama sio nisemaje? Yani information is the new oil. Sio kama naelewa maana yake. Yanasukuma vitu vingi. Yani taarifa ni kama soko la mafuta kwa sasa hivi. Yani ni kitu ambacho kipo kwenye peak. Ndio. Brother, watu wananunua taarifa kuliko kitu chochote kile. Okay.
watu wanunua taarifa. Ndio maana sasa hivi ukiingia Google kitu ambacho kimekuwa search zaidi ni how to. Jinsi ya. Hiyo ndio phrase ambayo imekuwa search zaidi kuliko chochote kile ukiingia Google. The how to. People want to know how to do something. Jinsi ya kupunguza uzito. Jinsi ya kuwa kiongozi bora. Jinsi ya kujifunza michezo. Exactly. The how to is very powerful. Hiyo ni taarifa. Information marketing. Kwa mfano, kuhusu soko la taarifa watu wengi sana wanalichukulia tofauti. Huhitaji kuwa certified na chuo fulani ndio uwe expert au uwe mtaalamu. Kile ambacho unahitaji wewe uwe mtaalamu ni matokeo ya wale unawalenga. Basi. Kwa mfano Mr. George. Wewe unaweza ukawa hauna kabisa wewe ukawa sio daktari kabisa. Lakini kama ulikuwa overweight ukafanikiwa kukata hiyo weight kwa kutumia formula maalum ya chakula. Alafu hiyo formula ya chakula ukaidocument sehemu ukaanza kutrain wengine pia na wao wakapungua uzito. Wewe ni expert wa mambo ya loss weight. Okay. You can sell that formula. Na ukapata pesa na watu wakakuta daktari. Kwa hiyo kuwa expert sio lazima umeenda shule kama labda uwe ni daktari au umekuwa certified na chuo fulani bana wewe ni expert. No, you don't need that. Kwa mazingira ya taarifa. Yaani tupo kwenye kitu kinaitwa skills economy, sio certificate economy. Okay. Mambo ya kiacademic. Hatupo tena huko. Yes, watu wanataka ujuzi. Mr. Jode, una nini cha kuofa? Ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho watu wengi wanashindwa kujua. Mimi kitu ambacho kinanipa maisha sasa hivi ambacho sikusomea darasani kabisa. Sina cheti chochote. Mimi ni mchumi. Cheti changu sijui nilikutupia wapi. And I don't even care. Hata kama kiliungwa moto I don't care. Sio kama umeelewa. Sasa kuja kukutumia tena na sina plan ya kuja kuomba ajira tena. Sio kama umeelewa. Kwa sababu I have a skill ambayo I can make money on demand. I'm not bragging, I'm just being honest. Ndio. Yaani na ujuzi ambao when I need some money na kufuata Mr. George, ambaye George, you have a business. Okay? I think ukifanya kitu hiki na hiki unaweza ukaongeza revenue times 10 within 30 days. And I can do that for you. Na kweli unapata matokeo tangible. Exactly. Okay. Mimi nikwambia kwamba kuna pengo hapa na hapa ukirekebisha hiki unauza unapata matokeo. You can get that matokeo. Mimi nimetrain kampuni nyingi sana kuhusu mambo ya sales. I can tell you, nimetrain kampuni nyingi kuanzia za Arusha, kuanzia na za Dar, kubwa unazozijua wewe. Lakini siwezi kuzitaja hapa. Ila I have been training them. Mimi nakuona. Unaona ndio? Wana train sales people jinsi how to close and how to sell. Kwa sababu hiyo ni skill yangu pia nyingine ambayo nje ya copywriting skill na skill nyingine pia inaitwa closing skill. Skill zangu zote ni skill ya dim sokoni kama meno ya kuku. I can tell you. Una skills za dim kama meno ya kuku sokoni. Kwa hiyo nina skill ya kwanza kuku hivi kuku na meno. Hawezi hamna meno ya kuku. That's why ni ya dim. Hivi kuku na meno? Ana. Kwa hiyo skill zangu mbili, copywriting skill na closing skill. Na closing skills. Yeah. Sales na closing tofauti. Vitu tofauti. Sales nini? Yeah, sales. Unajua hivi, ukija ukipitch kuhusu product. Kwa mfano, umeona hiki kitabu changu hiki. Ukija ukiniambia hiki kitabu kina kitu hiki na hiki na hiki na hiki. Ukija kupresent kitabu changu, kitabu kwako, nikija kupresent kwako, I'm doing selling. Nafanya selling. Lakini what if ukiniambia it's too expensive. Sasa kuanzia hapo nao. Naanza kufanya closing. How can I handle objection? How can I make you understand kwamba hii kitu ni sahihi kwako na ulipie pesa bila kulazimisha? Hiyo ni closing. Kwa hiyo watu wengi hawana shida ya selling, wana shida ya closing. Sio kama nielewa. Kwa hiyo sokoni na watu wanachanganya. Sehemu ya closing wanaenda kufanya sales. Mr. George ndakupa kodi. Mimi nikienda kupitch kuhusu kutrain kampuni fulani. Huwa wakisema tunahitaji sales trainer. Huwa nikienda hapa na wauliza, you guys, do you really need sales trainer ama closer? Wakiniambia tu, what is the difference? Shapata hiyo kazi. Stop selling, start helping. Acha kuuza, anza kusaidia watu kununua. Tuvuruge. Watu hawapendi kuuziwa vitu ila wanapenda kununua. Ndio. Mimi nikisu nataka kuniuzia kitu naweka objection. Naweka kipingamizi. Lakini nikisu unanisaidia kununua kwa sababu ni kitu sahihi kwangu, nanunua kwa hiari.
Watu hawapendi kushawishiwa, ila wanapenda kusaidiwa kununua. Fafanua. Okay. Umeshawahi kutembea tu akaja machinga. Akamwambia hii shilingi 5,000, shilingi 2,000, umeshaonaga hivyo? Yeah. How do you feel? Afa anakuonesha kama anapush anataka kuuzia, si ndio? Yeah. Watu hawapendi hivyo. Watu hawapendi kuuziwa kwa sababu watu hawapendi kulipia. Ila wanapenda kumiliki. Natumia lugha ngumu lakini ni lugha ambayo sisi watu wa sales tuna. Yaani msije wewe nikikwambia unahitaji kuinvest shilingi 30,000 kumiliki kitabu. Alafu mwingine akakwambia unahitaji kulipa shilingi 30,000 kupata hizo kitabu. Utakuwa impressed kulipia kwa kwanza wa pili. Kwamba unahitaji kuinvest 30,000 tu kumiliki kitabu. Alafu mwingine akakwambia unahitaji kulipia 30,000. Hivi kauli nzuri kwako unadhani? Ni ya kuinvest ama ya kulipia? Kuinvest. Si ndio? Yes. Watu hawapendi kulipia. That's why ukiona bili imetumwa kwako hii nini tena? We hate paying. Unatakiwa ili kupenya sokoni. Nataka kwanza ujulikane kwa kitu hiki kimoja. Mimi ningesema naingia sokoni watu wanajua kwa skills 3. Usingeniita, usingenijua. Kwa sababu nilikuwa sina identity. Mimi I can tell you I'm good at closing kuliko at copywriting. Lakini watu wanajua kama copywriter. Na wewe mwenyewe umebeba kipi ambacho kinatambua? Exactly. Mimi copywriting kwangu sio kazi. It's a game. It's a game to me. Mimi naweza nikaandika copy hata siku 3. Yani masaa 24 hata sichoki. Yani kwangu ni kama game tu. Yeah. That's why consistency yangu ya kuanzia mwaka 2019 mpaka sasa hivi ya miaka karibia 6 bro, sio ya kitoto. Mimi niko vile vile, yani watakuja watu wanaondoka kwa mimi naacha vile vile. Kwa hiyo mimi kwangu copywriting skill sio kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya copywriting, nilikuwa naandika copy, nafanya research, sichoki kwa sababu kwangu ni entertainment. Okay. Ogopa sana uigeuze kazi iwe kama game. Okay. Yani hakuna mtu kushindana na wewe siku moja. Hata aje nani hawezi kushindana na wewe. Kwa sababu kwako haiku, yani unaenjoy kufanya unachokifanya. Ni kama mchezo wa mpira. Yeye akicheza mpira anaenjoy, hachoki. Sio kama umenielewa. Yeah. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo kwangu ni kama game. Na kwa hiyo nina copywriting skill, nina closing skill. Japo closing na selling zinaenda pamoja. That's what tunasema, when you are selling you stop closing, and when you are closing you stop selling. Kwa sababu ni vile ambavyo vinategemeana. Huwezi kufanya closing bila kufanya selling. Na huwezi kufanya selling bila kufanya closing. And then na skill nyingine pia ambayo ni adimu sana sokoni inaitwa offer creation. Ndio maana ina kitabu hichi kinaitwa Naked Offer. Offer creation. Offer. Jinsi ya kutengeneza offer ambazo wateja waweza kuzikataa. Inaitwa Naked Offer. Maeneo gani? Au tunasema irresistible offers. Maeneo gani offers natakiwa? Okay. Mimi nitakwambia kitu kimoja bwana George. Okay? Watu hawana matatizo ya marketing. Watu hawana matatizo ya product. Watu wana matatizo ya offer. Offer ndio pana shida. Okay. Kwa mfano, nikutoa mfano mmoja. Offer ni unazungumzia nini specific kiasi? Okay, offer ni swali zuri sana na watu wengi sana wanachanganya kati ya offer na price discount. Mtu akwambia, hii shilingi ngapi? 50. Kuna offer shilingi ngapi? Labda nitakuuliza na offer shilingi 40. Hiyo sio offer. Offer inakuwa imecomprise vitu vingi, na offer cha kwanza ili iitwe offer lazima iwe ina address the pain point ya mteja. Iwe ina address ile desire, yani iwe inagusa kwenye desire ya mteja kwamba mimi nataka kitu gani au nataka ni solve changamoto gani. Ile desire ile ambayo naitaka, ile kiu ambayo naitaka mteja, lazima kile kitu ambacho unakifanya kigusa hicho kitu. Alafu kingine lazima kitoe obstacle zote ambazo kinafanya mteja asinunue. Kwa mfano, ukitaka kupungua uzito ni kitu gani ambacho haupendi kufanya? Ukitaka kupungua uzito. Assume George uko overweight, unataka kupunguza uzito. Kitu gani ukipendi kufanya? Mazoezi. Upendi kufanya mazoezi? Alafu haupendi kujinyima kula, si ndio? Kuskip ile. Kuskip meal, si ndio? Na upendi kuacha labda kunywa soda, kunywa juice, vitu ambavyo vinasababisha. Exactly. Utaki, si ndio? Lakini unataka kupungua uzito. Ndio. Sasa kuna vitu viwili. Kuna watu wawili hapa. Wa kwanza anakuambia jinsi ya kupunguza uzito. Huyo mtu wa kwanza huyo. Labda ana course ambayo inasema jinsi ya kupunguza uzito. Hiyo ni course ya kwanza. Ndio. Alafu course ya pili anasema hivi, jinsi ya kupunguza hadi kilogramu 20 ndani ya siku 30
bila kujinyima kula wala kufanya mazoezi. Wewe utaenda wa kwanza wa pili? Watu wazembe hapo sio najua jibu kabisa. Sasa huyu wa pili ndio mwenye offer. Kwa offer ni huyu ndio mwenye naked offer. Yaani huyu wa pili ndio ana kitu kinaitwa naked offer. Ni offer ambayo mtu anaweza kaikataa kwa sababu hana sababu ya kufanya akatae. Imegusa kwenye desire. Desire yake ni kupunguza uzito ambao umemwahidi anapunguza kilogramu 15. And then ndani ya muda fulani, ndani ya siku 30. Bila kufanya kitu gani ambao hapendi kufanya, kitu gani hapendi kufanya? Hapendi kufanya mazoezi, hapendi kujinyima kula. Kwa hiyo anapata kitu ambacho hakimforce kufanya chochote ili apate matokeo. Okay. That's an offer now. Si kama tuko sawa kwenye tofauti kati ya nio. Kwa hiyo ukipunguza bei, hiyo sio offer, hiyo ni price discount. Okay. Na offer pia inakuwa na kitu kinaitwa perceived value, inakuwa na bonuses. Labda nikakwambia okay, baada ya kununua programu hii pia nitakupa pia labda mentorship ya mwezi mzima ya kuongoza jinsi ya vyakula vya kuepuka, mazoezi ya kufanya, nakupa hizo bonuses. Maybe labda nitakuwa na kutumia labda pia nitakupa labda na balanced diet sheet. Yes. Ule chakula gani asubuhi, mchana, jioni. Hiyo nakupa pia bonus nyingine. Sio, umenielewa? Kwa hiyo hizi bonuses huwa tunasema zinaongeza perceived value. Kwenye nini? Kwenye offer. Kwa mfano mwingine, ile tuelewe maana ya offer. Umeenda kununua TV Mlimani City. Sawa? Umeenda kwa wauzaji wawili. Muuzaji wa kwanza akakwambia, "Hii TV shilingi ngapi?" Akamwambia 700,000. Huyo muuzaji wa kwanza. Muuzaji wa pili akakwambia, "Hii TV shilingi ngapi?" Akamwambia, "Hii TV shilingi 900,000." Lakini baada ya 900,000 utapata vitu vifuatavyo. Cha kwanza utapata utasafisha mpaka nyumbani bure. And then baada ya hapo nitakupa stand bure ya TV. Lakini nje hapo pia nitakuunganisha Netflix ya mwezi mmoja for free. Lakini pia anakupa TV guard bure, anakupa stand ya TV bure, anakusafisha mpaka nyumbani bure, anakufungia bure, anakuunganisha Netflix bure, alafu anakuja 900,000. Utanunua kwenye 700,000 900,000. Kwa sababu hii ni offer, naked offer. Kwa hiyo the issue is not the price. Kwa hiyo offer ni jinsi ulivyoipackage product yako in such a way mtu hakose sababu ya kutokununua. Hiyo ni offer. Na kwenda extra zaidi ya yule mtu anayeuza kawaida. Exactly. Okay, sawa. That's why tunasema acha kuuza bidhaa kama stand alone product. Anza kuuza bidhaa kwa mfumo wa offer. Kwa mfano, umeona hichi kitabu hapa, hichi kitabu. Ndio. Hichi kitabu changu kina page 43. Yes. Do you know how much I said this book? 23. Ndio. Lakini kuna mtu ana kitabu kina page 300 anauza shilingi 10,000. Lakini mimi hichi kitabu nimeshatoa mpaka sasa, nimeshatoa copy 150 ndani ya wiki mbili. Kwa bei ya shilingi ngapi? Kwa nini? Kwa bei ya shilingi 23,000. Kwa sababu hichi kitabu sikiuza kama kitabu, nimekuuza kama offer. Kwa sababu ukinunua hichi kitabu, cha kwanza unapata bonus zifuatazo. Cha kwanza unapata bonus ya ebook nyingine inaitwa something command, invisible command. Ebook ya kwanza hiyo. Pia unapata pia ebook nyingine inaitwa Mind Soft hiyo. Yes. Okay. Unapata bonus ya ebook ya invisible command. Unapata pia tena ebook nyingine inaitwa Jade Mindset. Unapata pia ebook nyingine inaitwa jinsi ya kuuza kwa wabongo. Ebook yangu jinsi ya kuuzia wabongo. Unapata pia ebook nyingine inaitwaje? Kuna ebook nyingine nilitoa. Unapata pia collection ya copy zangu zaidi ya 10 zilizofanya vizuri. Sio? Pia bado pia unaingia pia kwenye masterclass ambayo nimeifanya kisiri, ambayo nitafanya watoka kununua kitabu. Sio, umeelewa? Okay. Angalia sasa uone hapa. Ungekuwa wewe ndio mteja, ungeweza kununua 23? Utanunua. Lakini what if ningeuza kama kitabu kenyewe page 43? Ungenunua au usingenunua? Hapana, kwa sababu haiko broad. Now you're getting the concept. Nakuelewa. That's an offer now. Kwa hiyo kuna namna ambayo watu wanatakiwa pack vitu vyao. Exactly. Bado hawajaweza kuelewa. It's the packaging of the product that matters. Sawa. Kitu kimoja nataka nikuulize, kuna watu ambao ni creators na wafanya biashara. Yes. Umuhimu wa uelewa wa taarifa na ujuzi. Let's say mfano siku hizi watu, of course tutazungumza zile model, lakini kuna watu wengi ambao katika soko, mfano mawinga, nani. Hii elimu naona kama wanahitaji sana. Sio wanahitaji tu, ni lazima wawe nayo. Lazima wawe nayo. Lazima wawe nayo. Yaani nini ambacho kina miss, na labda kama kuna mtu anasikiliza hapa, unaweza kumsaidia maeneo gani muhimu kiufupi briefly? Unajua Mr. George, me I'm being honest. Na mimi huwa I don't teach what I know, I teach what I do. Yes. Okay? Mimi huwa sifunzi kitu ambacho nakifanya, nakijua, nafanya kitu ambacho nakifanya. Pesa hazipo kwenye bidhaa au kwenye huduma. Hazipo. Pesa zipo kwenye uwezo wako wa kuuza hiyo bidhaa ama huduma.
Kwa hiyo ujuzi wa kwanza wa kujifunza kama unataka kufanya biashara yote ile, no matter what you are selling, online ama offline, ni ujuzi wa kuuza. Okay. Kama unauza bidhaa online, unahitaji skills 3 za muhimu. Hizi za muhimu. Sorry. Skill ya kwanza, unahitaji skill ya copywriting skill. Uandishi. Uweze kuandika caption na matangazo. Kinachouza sio bidhaa, ni caption. Kinachouza sio picha, ni caption ya hiyo picha. Kuna kuuza bidhaa na kuonesha bidhaa. Watu wengi hawauzi bidhaa online, wanaonesha. Anapiga bidhaa, picha anaenda post pale. Anachopata likes na comments. Wako wengi sana. Exactly. That's the mistake. Kwenye status, kwenye nini? Hapo huuzi. Mtu ata like na comment, upate order. Kwa sababu kinachouza sio picha, ni caption. Na hiyo ndio copywriting skill yenyewe. Okay. Kwa hiyo ukipiga picha bidhaa ukaipost kwenye social media, hapo hujauza, umeionyesha. Watu wata comment, lakini hawatakutafuta kwa ajili ya kupata product yako. Okay. Sio, umeelewa? Kwa hiyo unahitaji skill ya copywriting skill. Unahitaji kama oxygen, unahitaji oxygen kama ni mjasiriamali. Skill ya pili unayohitaji ni skill inaitwa closing skill. Closing. Yes. Watu wakikupigia simu, how can you close them? Wakija DM unawaconvert vipi wao wateja walipaji? Hiyo ni shida hiyo. Sio, umeelewa? Mtu akija anakuambia okay, hii bidhaa shilingi ngapi? FMC. Mbona bei ni kubwa sana? How do you handle it? Hiyo ni objection amekupa. Yeah. How do you handle? Ukisema mbona bei ni ya kawaida? You have lost. That's what we call we call closing skill. Closing. Jinsi ya kuwa convert hao wateja walio kutafuta wenye interest na product yako kuwa wateja walipaji. Of course, prospect. Yes, hiyo ni skill muhimu you must have. Yeah. Na skill ya pili ya tatu inaitwa offer creation. Nataka ujue jinsi ya kupackage offer in such a way mteja asione kama bei ni kubwa. Nitakupa siri moja. Offer nzuri ni ile ambayo inamtengenezea mteja mazingira aisa na kuibia. Sio kama umenielewa. Yaani mimi nikija kupresent product yangu kwako, nihisi nimekuibia. Na ili mbongo anunue bidhaa bila kulalamika, lazima aisa amekuibia. Aisa amekupiga. Sio kama umenielewa. Yaani wabongo they are very sensitive kwenye price. Yeah. Hakuna mbongo ambaye ananunua vitu bila kubargain. Nobody. They must bargain a little bit. Lakini mimi products zangu sasa hivi nauzaga bila kubargain kwa sababu ya offer. Nimejifunza offer creation. Sasa unawasaidiaje hawa watu ambao unasema kama mawinga, okay, ambao yani tushazoea kwa sababu sisi tuko Kariakoo, wao unasema tuuze, lakini sisi kumbe maybe tungetakiwa tufikie milioni 30, lakini kwa sababu tunafika milioni 7 tunafikia tunauza. Mimi mara nyingi huwa nawaambia Watanzania wengi, sio kwa nia mbaya, actually sio kwa nia mbaya. Mimi naongea from experience. I don't care, okay? Watakavyochukulia is fine, lakini bora kuambia ukweli unaouma kuliko kuremba. Watanzania wengi hawapendi kujifunza. Honestly, hawapendi kusoma. Uwekezaji wa maarifa. Unaweza kumkuta mjasiriamali ukamwambia mjasiriamali kwa ndani ya mwaka huu umesoma vitabu vingapi? Anakuambia hajasoma hata kimoja, lakini ni mjasiriamali. Brother, ukiwa mjasiriamali wewe ni mwanafunzi milele. Sasa hatuna muda, tunakaa dukani. Huwezi kosa dakika 10 za kusoma brother. Okay. Yaani huwezi kosa dakika 10 za kufungua page 3 kwa siku. Ni vipaumbele tu. Sio, umeelewa? Yes. Yaani kinachokufanya wewe kinachofanya mwingine auze mwingine asiuze sio bidhaa, ni taarifa alizonazo. Yule ambaye anajua zaidi kuliko mwingine ndio atakayebaki sokoni. Katika soko la sasa hivi sio samaki mkubwa ndio anayekula samaki mdogo. Ni samaki mwenye speed ndio atakayemla mwingine. Speed ipi? Speed ya kutafuta taarifa mpya sokoni. Kuna mawinga, they are making very good money kwa sababu they are learning every day. Mimi na wanafunzi wangu wengi sana mawinga. Wanauza bidhaa kuliko watu wa maduka. And they make a lot of money kuliko watu wa maduka kwa sababu they know how to sell. Na mawinga ambao wamejifunza copywriting skill kutoka kwangu. Kwenye kitabu changu cha Mgodi. Kuna mawinga ambao wamejifunza closing skill. Kuna vitabu vyangu viwili kinaitwa Hela na HTC. Kwa sababu kuna kuuza bidhaa ya ndogo na bidhaa ya kubwa, ni skill mbili tofauti. Alafu kuna kitabu cha Offer Hiki. Hivi vitabu ambao mtu aliyovisoma actually kuuza kwake sio shida zake. Tuna page hapa ya winga. Mfano tunaamua kutengeneza winga ambaye atakuwa ni bora. Tuna posti kama 5. Unaweza kumwambia hebu zitengeneze posti tofauti 5 za kuuza. Yes. Tutengeneze posti 5 ambazo zinaweza kawa kama prototype ama model ambayo mtu anaweza kutumia kuuza. Kwa mfano halisi. Okay. Sasa mawinga wale wanatofautiana. Sorry. Kwa mawinga kuna winga wa mambo electronics.
yani anauza yeye amebeza na bidhaa electronics labda masimu, ma TV, ma radio, ma friji. Yule ni winga ambaye anauza hivyo. Kuna winga ambaye yeye ni nguo. Kuna winga yeye ni viatu. Kuna winga yeye ni pochi, mikoba. Kuna winga ni nguo za ndani. Kuna winga ni open shoes. Kuna yani mawinga tofautiana. Inategemea unataka kuwingi kwenye nini. Na wale wote jinsi unavyouza friji na unavyouza kiatu vitu tofauti. Kwa mfano, nitoe mfano mmoja. Chagua basi. Okay, nitakupa swali moja Mr. George na wale ambao wanatazama. Mimi nauza nguo kwenye social media, maybe ni Facebook na Instagram tuseme. Okay? Labda kuna hawa mawinga wawili. Winga wa kwanza akapiga picha ya nguo akaenda akapost kwenye Instagram account yake. Alafu akaandika bei and then akasema tutafute DM. Mzigo Alafu mwingine akachukua ile nguo akaenda akamvalisha mtu ile nguo akampiga picha akaenda akampost. Sawa? Akiwa amevaa ile nguo ambayo anaiuza. And then akaandika maelezo ambayo yanaonesha material ile nguo, durability yake, occasions za kuvaa, price yake, offer zake na bonus zake. Unadhani atauza nani? Wa kwanza wa pili? Wa pili. Alafu mimi siku hizi ninachoona wanapost sema siku hizi wamegundua labda madada wazuri fulani wanatembea siku hizi wanakuwa wanacheza na vinyimbo fulani. Sasa zile zinaitwaje? Zile ni kama bait. Mimi nazitaka hook ama bait. Ndio wengi wanatumia labda wadada wenye mionekano labda wana shapes kubwa kwa sababu sisi yani ile ni kama bait ya kumfanya mtu asimame. And then akapita kwenye page yake. Lakini haiwezi wakati mwingine anaweza sifanye mtu akanunua. Exactly. Kufanya maamuzi. Yaani kupost unakata viuno peke yake huwezi kufanya kuuza product au kuuza nguo hapana. Ile ni kama bait ya kumfanya mtu atake kujua kwenye page yako na nini zaidi aanze kuangalia kwenye page yako. Kwa unashauri ile ina grab attention tu. Unashauri mtu avalishwe, uandike price. Exactly. Yaani offer. Yaani nje ya kupost product unayouza. Caption hapa, kwenye caption ndio kuna maajabu kwenye caption hapa. Unaandika nini hapa? Unauza nini? Mtu ana group lake la WhatsApp ana wateja kama 100. Yes. Kila asubuhi kabla au usiku na mchana huwa ana share kwamba ana kitu gani. Mtu kama wewe ndio kiandike. Sasa pale kuna njia tofauti za kuuza. Iko hivi. Ukitaka kuuza nguo sio muuza nguo. Kwa mshauri mambo ya fashion. Sio kama unaelewa. Kwa hiyo positioning yako ni tofauti. Yaani kwa mfano hivi unajisikiaje ukienda kwenye account ya mtu ukakuta mtu huwa anaposti code za fashion. Kama unataka kutokea siku ya Jumatano ofisini vaa hivi na hivi na hivi. Ukivaa kiatu cheusi vaa na socks hivi vaa na socks. Yaani mtu ambaye anaposti hints za mambo ya fashion. Na mtu ambaye anaposti nguo na bei yake utanunua wapi? Sio kama umeelewa. Kwa hiyo watu wanapenda kununua vitu kutoka kwa washauri, kwa wataalamu, sio kwa wauzaji. Ukitaka kuuza product ama huduma, kuwa mshauri wa hicho kitu. Kuwa expert wa hicho kitu. Usiwe muuzaji. Watu hawapendi kununua vitu kutoka kwa wauzaji. Wanapenda kununua kutoka kwa wataalamu. Wakiamini kwamba yule mtu anauelewa pana. Anapata zaidi ya bidhaa. Kwa mfano, ukienda kununua vitu hasa jinsi unavyoniona hapa hivi. Kwa mfano mimi nikienda sehemu kununua, actually mimi na Chimbulani naenda kununua nguo zangu. Nikienda pale kabla sijanunua kuna baadhi ya page huwa wanapitia some hints kulingana na nature ya mwili wangu. Kama ukitaka kuvaa hivi vana hii. Mimi nikitoka nikivaa nguo nikitoka. Actually sijai kuvuruga kwa sababu najua kala ina just simple tu. Kwa sababu nasema wanaenda naangalia fashions na okay nikitaka kufanya navaa hivi navaa. Najua ku connect color. Nikivaa kiatu kama hicho nataka nivae socks za aina gani. Nikivaa swali hili nataka nivae shati la aina gani. Na I know how to connect those colors. Na hapo ndiko maajabu yalipo. Kuna watu brother wanavaa nguo very cheap. Lakini they look good. Mtu ambaye anavaa nguo za bei ghali kwa sababu ya yule mtu anajua jinsi ya kupangilia color. Anajua aenda kanunua kwa nani akamwambia hii usinunue kwa sababu hii nunua hii hapa. Kutokana na muda jinsi ulivyo nunua hii hapa. Sio kama kwa sababu yule mtu sio muuzaji pekee, ni mtaalamu, anakushauri. Okay. Kwa hiyo unapata zaidi ya bidhaa. Ndio. Unapata ushauri kutoka kwa mtaalamu. Sio kama nielewa. Kwa hiyo assume labda mtu ana group la WhatsApp anauza viatu ama nguo. Kuna story nyingi, unaweza kushare stories za mteja wako. Alionunua product ilikuwaje mpaka akaja kununua product yako na feedbacks gani? Yaani kuna vitu vingi vya kushare testimonials, umeona? Sasa sio kila siku asubuhi unapost viatu, mchana viatu, siku viatu. Sasa what's that? People get bored. Okay, sawa.
Kuna kitu kimoja katika game la utoaji wa taarifa, uuzaji wa taarifa. Yes. Soko la taarifa. Siku hizi kuna watu hao ni creators, wako online. Umeelewa? Yes. Na kuna watu wengi sana hapo. Umesema mtu anaweza kauza products, anaweza kauza ujuzi, akaweza kauza huduma. Si ndio? Yes. Yes. Labda tuzungumze kiufupi, tuzipaka hizi vitu. Kuna modo ngapi za mtu kuweza kumonetize ama kuuza katika online? Ni swali zuri sana brother. That's a very good question. Kuna business models kama 4. Njia 4. Kuna hizo tunasema ni business models. Alafu nitakuja baadaye kwenye kumonetize. How can you monetize? Business model ya kwanza inaitwa freelancing. Freelancing business model. Freelancing ni pale unapouza ujuzi wako. Mfano wewe labda una utaalamu fulani. Mfano mimi. Na kuna majukwaa freelancing ambayo unaweza ukajisajili kule kama expert. Kwa mfano mimi labda naweza nikasema okay, mimi ni copywriter. Naenda labda Upwork. Naweka picha yangu pale, nasema mimi am a copywriter from Tanzania, and then naweka na bei yangu ya nini ninavyochaji per copy. Sasa makampuni ya nje yanaenda kutafuta wataalamu kule. Kwa hiyo anapitia bio yako na okay, this is the one, wanakufuata inbox. And then watumie labda portfolio yako. And then baada hapo wanakupigia maybe na bargain, then wanakupa kazi. Sasa hapo unauza skill. You are freelancing. You are being paid by selling your skill. Yaani unauza ujuzi wako sokoni, then watu wanakulipa pesa in exchange na ujuzi wako. Okay? Na inaweza kuwa katika sehemu tofauti. Yes, kwa mfano mimi nafanya freelancing nje ya freelancing platform. Mimi ujuzi wangu nauzia Twitter, nauzia Instagram, nauzia Facebook, nauzia WhatsApp. Sio, umeelewa? Siuzii kwenye majukwaa ya freelancing. Niko nje ya freelancing platform. Okay. Umetengeneza platform zako. Exactly. Mfano mimi nimejenga platform zangu social medias. I have nimejenga brand yangu kutokana na kile ambacho nakifanya. Kwa hiyo mtu akitaka kuandika copy anajua nifuate Nyanda. Ananifuata, namtumia quotes zangu, anaangalia kama iko ndani budget yake, then we do business. Kwa hiyo mimi nafanya freelancing, nauza ujuzi wangu nje ya majukwaa ya freelancing. Kwa hiyo hii inaitwa freelancing business model. Freelancing business model ya kwanza. Kwamba hapo unatengeneza pesa kwa kuuza kile unachokijua, kwa kuuza ujuzi wako. Ni expert business model. You are selling your skill. Eneo gani unaliweza? Exactly. Unauza skill. Platform inawezekana ikawa binafsi ama yale platform ambayo yanajulikana ya kimataifa. Kwa mfano I have a friend of mine anaitwa Baraka Mafole. Kama namjua bwana mdogo. Ndio. Very good friend of mine. He is doing very good kwenye freelancing. Yeye anauza ujuzi wake majukwaa ya kimataifa. Upwork kule, wanauza kule. Wako watu wanafanya vile wanauza. Kwa hiyo yeye ndio eneo lake lile. Okay? Kwa hiyo ni skill ya business model ya kwanza. Business model ya pili inaitwa information publishing business model. Information publishing, information publishing business model. Hapa unatengeneza pesa kwa kuuza taarifa, kwa kupackage na kuuza taarifa. Kwa mfano, mimi mara nyingi watu wengine huwa nawaambiaga I'm not a copywriter. Huwa nawaambiaga I'm in the copywriting business. Kama mimi nauza more than a copywriting skill. I'm selling information kuhusu copywriting pia. That's why unaona kuna ebook kama Mgodi, nina coaching programs zangu za one on one, nina courses. Kwa hiyo nauza pia taarifa za copywriting skills. Sio siandiki copy peke yake, no, I sell information as also kuhusu copywriting. Hebu ipange hiyo. Afu sio kwako tu. Ipange hata kwa mtu katika field nyingine ile. That is sorry. Yaani hapo that's very good question. Kwa mfano, tuseme Mr. George wewe ni shauri. Labda ni social media manager, si ndio? Ndio. Kwa hiyo skill yako ni social media management, si ndio? You manage, una manage accounts za watu wengine social media. Si ndio? Maana yake hapo wewe upo kwenye information business, ndio? Kwa sababu you are selling your information. Sasa pia unaweza ukatengeneza program ambayo inawafundisha wengine hiyo skill yako. Ukauza kwa njia ya ebooks, ukauza kwa njia ya kitabu kama hiki, ukauza kwa njia ya course, ukauza kwa njia ya coaching, masterclass, mentorship, zote hizo. Bado upo kwenye information marketing business. So you can package your information and then you sell it. Okay. Sasa cha ajabu ni kwamba ambao watu wengi huwa hawasemi hicho kitu. I'm going to be honest. Utatengeneza pesa nyingi zaidi sokoni kwa kuwafundisha watu jinsi ya kuvua samaki kuliko kuvua samaki. Okay. Utatengeneza pesa nyingi sokoni
kwa kuwafundisha watu wengine jinsi ya kuvua samaki kuliko kuvua samaki mwenyewe na kuuza samaki. Kwa lugha rahisi, I will make a lot of money by teaching people about copywriting skill more than writing copy myself. Kwamba kuna pesa nyingi zaidi kwenye kuuza taarifa kuhusu copywriting skill kuliko kwenye kuandika copy. Copy zinaweza kaisha lakini watu hawaishi. Exactly. Kila siku sai kompia. Exactly. Kuna pesa nyingi zaidi kwenye kufundisha watu forex trading kuliko kufanya trade mwenyewe. Okay. Ni maana unaona kuna courses za forex, kuna coaching za forex trading. Sio, umeelewa? Kwa hiyo huyo mtu yupo kwenye information marketing na pia bado yupo kwenye skill business model. Anauza skill yake pia kwenye kwa trade na pia bado anauza taarifa kuhusu forex trading. Kwa hiyo anapiga pesa kwenye kuuza taarifa na pia bado ana trade mwenyewe. Ila cha msingi tu ujipate na kujipake. Exactly. Kwa mfano, tolea mfano ni kitu gani ambayo yuko hot service sokoni kwa Bongo, nani ambaye anafanya vizuri content nani? Kwenye upande gani? Kwenye soko la maybe la video content creation. Nani yuko vizuri sana? Naweza kumtolea mfano. Kwa mfano, nitolee mfano kuhusu Askana, nitolee mfano. Siku ile nakumbuka. Si kama nanusia kutolea mfano hapa. Kwa mfano tuchukue mfano Askana, si ndio? Ndio. Yes, wanaita nani? Ni director, video director. Director ndio. Askana anaweza akatengeneza pesa nyingi zaidi kwa kuwafundisha watu jinsi ya kudirect kuliko kudirect mwenyewe. Yaani kuna watu wengi wanataka kujifunza jinsi ya kudirect kuliko wale ambao wanataka kutengeneza video. Yaani kuna wateja wengi zaidi kwenye kujifunza jinsi ya kudirect kuliko client wa kumlipa ili direct video. Okay. Na soko lake litakuwa ni pana. Exactly. Yaani there's a lot. Mimi nikikutana na Askana sasa ninaweza kumwambia, Askana, kwa nini usiwe na course yako ya jinsi ya kudirect? Au kwa nini usiwe na course yako ya kufundisha jinsi ya kufanya video direction? Pale anaingia kwenye information marketing business, ana package ujuzi na ujua kwa njia ya video ile anauza. Na bado anaweza kufanya live class. Exactly, anaweza kufanya live class akapiga. Tena anaweza kupiga seminars, anaweza kupiga high sales ticket zile. Exactly. Okay, sure. Sio, umeelewa? Master classes. Yes, they make a lot of money. Sio, umeelewa? Donald Trump huyu hapa. Nyingi amepiga kwenye information marketing. Alikuwa anafundisha watu, alikuwa na course ya real estate ambayo ilikuwa inauza $45. Okay. Kabla haja rais. Kwa hiyo information marketing watu wengi hawajui ni business model ambayo ina hela nyingi sana. Lakini wabongo wengi bado hawaamini kwamba you can actually make money by selling information. Afu kwa namna hiyo ina maana kwamba hamna mtu atakayestaafu. Ina maana kwamba you have 50 years ama 40 years experience, exactly, labda kwenye government ama kwenye corporate industry. Exactly. Umeona? Kwa hiyo wewe uweze huwezi kuisha. Kwa maana George, wewe labda ulikuwa unafanya kazi kwenye kampuni fulani, si ndio? Labda unafanya kazi kwa miaka 60. Then baada hapo ukachukua huo ujuzi na experience yako ukaipackage ukaandika kitabu au ukatengeneza course ukaiautomate. Yaani mpaka unakufa baada zinaingia. You are selling your skill. Muda nyingine. That's why mimi huwa nawaambia I'm in a copywriting business, not a copywriter. Yes. That's why kwa mfano miongoni mwa marbaza wangu ambaye mara nyingi huwa napigana story sana. Gilson, I think you know the guy. Yeah. Very brilliant guy. Yeah. Nisingemtaja hapa actually nisingekuwa na amani. Mshikaji wetu. Yes, mshikaji wangu. Yule jamaa miongoni mwa kitu ambacho huwa nampigia kelele sana. Na kitu ambacho nimpigia kelele sana, hata yeye uguza atakwambia, ni kutengeneza course ya digital marketing. Na actually Mungu alitusaidia akatengeneza course ya digital marketing. Na ni course ambayo imefanya vizuri sana sokoni sana ya Ila tuizungumza naye. Exactly. Atuambia. Hapo ameingia kwenye information marketing. Na itakaa ile itakaa milele brother. Okay, sawa. Labda amua kushusha mwenyewe. Let's go to the model nyingine. Okay. Model nyingine inaitwa tulisema ni freelancing, tukasema ni information marketing business ndio. Ya tatu inaitwa affiliate marketing. Hii affiliate marketing ni kama winga tu. Ni kama winga. Kwamba unatangaza na kuuza bidhaa za watu wengine and then unapiga pesa kupitia commission. Mfano unasema mimi I don't have a product, ndio? Na kufuata wewe bwana, wewe una duka la electronics, ndio? Nataka nikakuuze product zako online, lakini nataka nipate 10% kwenye kila bidhaa unayouza au 20%. Are you ready? Ukisema sawa, is fine. Na napiga picha kwenye duka lako, nafungua social media accounts, nenda natangaza kupitia social media accounts zangu au kupitia kwenye WhatsApp status zangu. Mtu akinunua products yangu namleta kwako, anachukua products, mimi nachukua changu, tunaachana. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo I will be napiga pesa bila kuwa na product yangu mwenyewe. Umezungumza vitu vingi sana business model na
Sasa hivi tuzungumzie issue attention. Kuna watu wanaamini kwamba attention ndio biashara. Mtu anakuambia bwana wewe kamata tu attention, utasepa na kijiji, utafanya biashara. Umeona hivi swala la attention na kufanya biashara, wewe kama mtu wa copywriting, wa marketing, lakini pia wa mtu wa information marketing, attention ina nafasi gani katika kumtengeneza mtu au kuleta matokeo? Okay, unajua tunasema hivi tunasema attention is the new currency. Yani attention ndio pesa mpya katika soko la sasa hivi. Yani tupo kwenye soko la attention economy. Tuko hiyo. Yani bila kugrab attention ya mtu huwezi kumuuzia chochote. Sasa shida haipo kwenye kugrab attention au kuicapture attention, hapana. Shida ipo kwenye kumonetize attention. Sasa issue iko hapo. Watu wengi wanafanywa kugrab attention, wanashindwa kuimonetize attention. Hivi ni attention ina gani? Attention ina gani ambayo tunazungumzia? Attention ni ya kufanya mtu awe curious. Kwa kufanya chochote. Kama alikuwa na scroll a stop. What is going on here? Kwamba the way unavyo grab attention yake ile ataka kujua zaidi, that's what we call attention. You grab attention. Sasa hizi attention watu wengi huwa wengine wana grab attention kwa kufanya wehu, mtu anajifanya anaongea ujinga ile grab attention. Sasa ile inakuwa na madhara pia. Inategemea na nature bidhaa unaoiuza. Inatakiwa attention iendane na nini? Iendane na ile hook ya attention iendane na kile unachokiuza. Kwa mfano wengine unakuta labda kama unauza nguo za kina dada, anaweza kumpost labda dada mwenye makalio makubwa sana. Watu wakati wewe inakuaje? Kwanza kucheck tayari umesha grab attention. And then wanamfuatilia. Okay? Sasa shida huwa inakujaga kwa jinsi ya kuconvert attention kwa pesa. Hapo ndio penye shida. Yes. Watu wengi shida ipo kwenye kupata attention. Ipo kwenye kuconvert attention kwa pesa. Na uwezo kuconvert attention kwa pesa kabla hujafanya kuna kitu kinaitwa KLT. Ili mtu anunue product kutoka kwako, they must first know who you are. Akujua wewe ni nani? Hiyo K ya kwanza. They must like you, L ya kwanza. And they must trust you, T, KLT. Inaitwa KLT factor. Bila KLT factor, you can grab attention lakini usipate pesa kabisa. Okay. Au sustain. Exactly. Ndio. Umeona. Kwa hiyo attention ikikutembelea, you must know exactly how to monetize it. Kwa hiyo lazima ujue kufanya closing. How do you close? Sasa kuna hawa creators au watu wa kwenye social media siku hizi. Yes. Wale unaweza kusaidiaje na attention zao? Wenyewe wanaita upepo, si trending na vitu kama hivyo. Sasa ukifanyia kupata attention, monetize it. Tengeneza product along it kile ambacho kikupa attention. And then you monetize. Kwa mfano, naona watu wengi hapa wana monetize attention kwa njia moja tu. Njia ya kupata endorsements. Ndio. Kwa mfano labda alikuwepo Dr. Shika, I think ni marehemu Dr. Shika. Alipata attention ya milioni 900. Milioni 600 sima ngapi? Akaja nani mwingine? Nani mwingine akaja hapa? Akaja Mandonga naye akapata attention. Ndio. Akaja nani mwingine? Pierre yule Liquid. Akapata attention. Wale attention zao wanazimonetize kwa njia moja tu, kwa kupata endorsements za makampuni. Labda kampuni inakulipa uitangazie. That's what they monetize. Lakini hawajui kwamba you can monetize by selling your own product. Inaweza kama ni information product ama product ya kutengeneza mwenyewe. Kwa hiyo tusibase kwenye kumonetize attention kwa njia moja tu ya kuwa kama influencer wa kampuni fulani, hapana. So hapo tugusie kuna watu ambao are skilled. Umezungumzia sana watu wenye skills. Wanawezaje ku catch attention na kuweza kuitumia? Okay, let's say ni mtu mwanasheria, let's say ni mtu daktari. Na yeye kija kwenye swala la attention ili aweze kufanya biashara. Kwa sababu attention tayari umesema ni currency. Attention inaanza kwenye positioning. Umejiwekaje sokoni? How? Kitu ambacho watu wengi wana mistake ni kwamba wanajiweka sokoni kama wauzaji wa kila kitu. Yaani anataka ajulikane kwenye kila kitu. Mimi watu wengi wanawaambia njia rahisi zaidi ya kupenya sokoni ni kuna kitu wanakiita niche. Ndio maana niche. Niche ni kama kichaka chako, yani ni kama engo yako ambao unataka watu kujue. Mfano mimi ni kichaka changu ni copywriting. Ukiuliza copywriting Tanzania. Actually kwenye top 5 unaweza usinikose au top 3 unaweza usinikose. Okay. Sio kama nielewa.
I remember kuna jambo aliniambiaga I'm curious. Akasema nikuzana naye Twitter. Ananiambia jamaa yuko nje. Ananiambia kila mbongo anayemuuliza nani anaweza kaniandikia copy ya Kiswahili kwa Tanzania? You are the only one who's being recommended. How do you manage to kujenga brand ya namna hiyo? Naambia mimi kila kukicha nikiamka asubuhi copywriting, usiku everything I talk about copywriting. Kwa nini watu wasinijue? Okay. Kwa hiyo chukua kichaka chako, imba hicho kitu, yani what you are good at. Tell them. Ndio. Soko halijali wewe unajua kiasi gani. Kama watu hawakujui it's nothing. Na kitu kingine, jifunze kuuza ujuzi wako, jifunze kuuza kitu unachokijua. Learn how to sell. Jifunze copywriting skill, jifunze closing, jifunze offer creation. Okay. Kwa hiyo attention inatengenezwa na mazingira ya uelewa. Ni positioning. Yani labda ujiweke sokoni watu wakuone. How do you position yourself? Umejiwekaje? Alafu next utaofa nini? And then baada hapo what's your offer? Okay, sawa. Unaleta nini mezani ili watu wakulipe pesa? Kwa sababu as I told you, mtu ile akulipe pesa lazima exchange value. People don't care. Msema pesa unapata value. Exactly. People don't care about you. They care about themselves. Watu ni binafsi by nature. Ili mtu akupe pesa, they must get something from you for them. Sawa. Una kitu gani kwa ajili yake ili akupe pesa? Na sio kitu chenye thamani. Sio, umeelewa? Sasa jinsi ya kupackage kile kitu chenye thamani kile, whether ni kipaji, either ni taarifa, either ni ujuzi, how do you package it in such a way mtu aone okay, this is what I want and then I can pay for it. Perception Tanzania imekuwa ni kwamba watu wanaweza kupata nafasi, mitazamo ya watu wengi. Wanaamini either labda upite katika entertainment, umeelewa? Au watu wanaosema wana ile attention. Tofauti na wenzetu kwamba leo hii unaweza kucheki mtu kama Michelle Obama. Ana podcast, ana vitu ambavyo anafanya. Anaingia katika kuuza vitabu. Yaani shifting yake kwamba kutoka katika ile kuwa mke wa rais. Yes. Umeelewa? Lakini unaona vitu anavyoweza akafanya. Serena Williams, umeona ni mwekezaji mkubwa tu saizi. Umeona? Na ni kama ile masterclass. So unajua masterclass ile Yes. ni ya kwake. Umeona? Mtu ametoka kwenye tennis akiwa bado yuko juu, lakini ana shift na kuingia sehemu nyingine. Anaweza kutengeneza attention na anafanya vitu vya msingi. Okay. Tanzania mitazamo inakuwa ni katika eneo moja tu. Okay. Sasa ngoja nikupe kitu hicho hapo. Pesa hazipo kwenye bidhaa. Zipo kwako. Your name, your brand. So una jina gani sokoni wewe? Ile jina lako sokoni ndio lenye pesa. Your brand is where the money is. People buy people. People buy the brand. Sio, umeelewa? Kwa nini watu wana simu kama iPhone lakini wana simu kama Tecno hazina maana? Kwa sababu jinsi iPhone ilivyokuwa marketed na jinsi ilivyowekwa sokoni. Sio kama iPhone ni bora kuliko Samsung, no? Ila ni marketing ndio inafanya ionekane bora kuliko nyingine. Okay. People don't buy the best product. They buy the best marketed product. Kwa mfano mmoja. Unamjua Elon Musk? Elon Musk mwaka 2000 na ilikuwa ni 2000 ngapi? Ilikuwa ni 2020 ngapi? Alizindua perfume yake inaitwa Burnt Hair. Twitter kule. Ndio. Baada ya kuzindua ile perfume within one day, not one day, I think it's 1 hour. Ndani ya saa moja aliuza $1 milioni. Yaani aliingiza $1 milioni za Kimarekani. Yes. Just 1 hour. Baada ya kulaunch perfume yake. Do you think watu walilipia perfume? No? Walimnunua Elon Musk. Yeah. Sio perfume. Sio, umeelewa? Kwa hiyo watu wananunua brand, sio product. Kwa jinsi ilivyo. Lakini sio hivyo tu. Hata kama una brand na jina, lazima pia ujue jinsi ya kuuza. Elon Musk kipindi kabla ya kulaunch perfume yake nilikuwa nafuatilia tweet zake moja baada ya nyingine. Alikuwa anaandika caption za hatari mno za communicate. Copy zile za kuuza perfume yake zilikuwa ni hatari. Ingawa ni tajiri. Exactly. Lakini bado anajua jinsi ya kuuza. Zile captions za kuuza perfume zilikuwa ni hatari zile. Anauza perfume, ana sell kwa kuna nini? Sasa wabongo wengi tunaamini kwamba ukiwa tu maarufu wewe unaweza ukanya product yako watu wakanunua. No. They don't care about you. They don't care about your fame. You have to communicate the value of what you offer to the marketplace. No matter how famous you are, they don't care about you. Kwa shida inakuja mtu anajua okay, mimi ni msanii mkubwa, nikitoa perfume, pia ulibuy it. No, bidhaa hawezi kujiuza, never.
It has to be sold. Its value has to be communicated to the marketplace. No matter how big you are in the market. Yes. No matter how big your brand is. Yes. You must sell your product to the people. Umezungumza hapo nataka tumalizie tukuzungumze kitu kinachoitwa social following na social capital. Kwa sababu hapo ndio changamoto. Okay. Mtu ana followers milioni 100. Mtu ana followers labda milioni moja. Mtu ana followers labda milioni 1, milioni 6, milioni 10. Yeah. Lakini yule mtu anashindwa kutumia wale watu kufanya biashara au afanye mambo ya msingi ya muhimu zaidi ya kuwa anaweza kuposti. Akipost vitu nyumba yake anatoka mtoko, yuko na mpenzi wake, vinaenda. Lakini biashara zikianzisha kutoka kwake aziendelee. Na imetokea kwa superstars, celebrities wa Tanzania. Lakini umetoa hapo mfano wa Elon Musk. Of course watu wanaweza sema Elon Musk ni tajiri, hata watu ambao wana associate nao ni wakubwa. Hebu tuzungumzie katika celebrity level. Alafu kama kuna mifano yote hata nje unaweza ukashare ili tuelewe. Okay. Unadhani kwa nini wasanii wetu wakubwa au watu maarufu wakubwa wa Tanzania, kwa nini wakianzisha bidhaa baada ya muda zinakufa? Umeshakujua swali kwa nini? Kuna mtu alianzisha perfume, kuna mtu alianzisha viatu, suti, nini, zote aziendelee hizo brand. Kwa nini zifika zinakufa? Kwa sababu wanaamini kwamba brand itauza product. No. Brand inafanya kazi moja tu. Yeah. Kukupa credibility. Hiyo ndio kazi ya brand, kukupa credibility. Sokoni kwamba sokoni unakuwa na authority. Kwamba hii ni brand ya fulani. Lakini hiyo haitoshi mtu kununua product. Lazima ucommunicate value hicho kitu kwake. Mbona timu za mpira zinauza? Exactly. Timu za mpira they market kupitia wachezaji. Sasa si hata huko watu umesema watu wenye perfume wa kutangaza? No, hizo wenye viatu wa kutangaza. Sasa unatangaza nini? Bado market. Hivi una habari kama kipindi Elon Musk ana launch perfume, kutangaza perfume kabisa? Alitangazaje? Yaani concept wao iko hapa. Concept wao haipo kwenye product. Wao ipo kwenye unatangaza nini kwenye product yako. Yes. Kwa sababu kinachonunua sio product. Watu hawanunui product. Wananunua matokeo ya mwisho product yao kwao ni nini. Wananunua hisia za mwisho za product yao kwao ni nini. Wananunua experience ya product yao kwao ni nini. How a product will make people feel when they use it. Yes. Mimi nikijipaka perfume yako, how do I feel? Sio. Kwa nini unadhani kwa bahati mbaya kama ushakuonaga matangazo ya iPhone hawatangazi simu. Hawatangazi simu. Au mshakuonaga matangazo ya Nike, Pepsi na Coca-Cola, mshakuonaga? Mshakuona matangazo? Watangazaga nini? Mshakuona matangazo ya Nike hawatangazi viatu. Wanakuonyesha mwanariadha anakimbia, athletics wanakimbia, wanamchezo wanakimbia, watangazi viatu. Wana associate na vitu fulani. Exactly. Wao wanatangaza, wanasema people buy emotions. Feelings, emotions. iPhones wanatangaza better life and a quality life. Hawatangazi simu. Pepsi na Coca-Cola wanatangaza msisimko, watangazi soda. Hiyo ndio product yao. Sio kama nielewa. Kwa hiyo issue bidhaa sio issue kwenye bidhaa unatangaza nini? Okay. Kwa hiyo kilichowafanya washindwe hawa wakati wana social following kubwa ni nini? Wale ni kwamba wale followers sio wateja. Wale ni social following. Wale wanataka kujua maisha ya mtu. Exactly. Wale hawajafollow wao kwa sababu wao wana yani hawajafollow wao kwa sababu ya kununua bidhaa, wanafollow wao kwa sababu ya entertainment. Kwa mfano umeona Diamond, si ndio? Anafollow labda milioni ngapi, labda milioni 10 na kitu, si ndio? Wale followers hawajamfollow kwa sababu wanataka kununua sabuni za Diamond. Wamfollow kwa sababu ya entertainment. Wale ni social following, social capital. Social capital watu wanakufollow kwa sababu ya what you are solving today. Yani what unasolve changamoto gani? Wanakufollow kwa sababu wanataka kujifunza kutoka kwako. Kwa sababu they are willing to pay you kwa sababu you have something of value ambao una offer kwao. Sasa umesema kuna AKLT. Yes. No, ina maana celebrities wote hawajulikani. They have to know, like and trust, si ndio? Sasa hiyo bado haitoshi pia. Issue ni kwamba how do you convey to these people? Okay.
tayari wana prospect. Yes. Wameaccumulate. Wale social following, kama subscribers. Exactly. Lakini pia wale watu wamekuwa committed. Exactly. Over the years wamekaa pale. Exactly. Hawaja disconnect kwamba unfollow ama unsubscribe. Yes. Yes. Sasa issue ni nini? Kwa nini hawauzi ndio? Kwa lugha rahisi. Kwa nini hawaconvert? Kwa hiyo hawaja convertiwa. Nitakupa siri moja ya kufanya hivyo hivi. Yes. Unafahamu Yeezy ya Kanye even unabari kama Kanye social media zake Yeezy na kampuni za nani za Nike zile, conversion yao kubwa zaidi haitoki social medias, inatoka kwenye listi. Ili kufanya watu wanunue product yako kama una brand kubwa sokoni, inabidi uconvert our social following kwenda kwenye listi ili uje kuuza product yako. List maana yake nini? Okay, hapo swali zuri. List ni either hawa watu waweke sehemu moja ambayo itakuwa rahisi communicate nao directly in a personal level. Kwa mfano, kwa wenzetu wa nje wanatumia email. Wanakusanya email za watu wengi and then wanaanza kutumia ujumbe kupitia email. Mtu anasoma email yake peke yake. Sisi huko unaweza ukaingiza watu kwenye WhatsApp groups. And then unaweza kutangaza product kule. Kwa mfano, niliona siku moja Simba walifanya hicho kitu. Walifungua nini? WhatsApp na nini zile? WhatsApp channels. Kule ndiko wanakuuzia jezi, sio kwenye account za social media. Kwa sababu wamemtoa watu kwenye social media, wametoa kwenye list. Hiyo ni list kijukwaa lako. Okay, au application. Exactly, ambayo you can mbona Mange atengeneze pesa kwenye Instagram. Atengeneze pesa kwenye nini? Application. Kwenye app. Kule kwenye app anapata namba yako ya simu na email yako. That's where they make money. Kwa hiyo kwa mfano Diamond akisema guys na I'm launching the product inaitwa fulani, si ndio? Kama uko interested na mambo ya kitu fulani, I have this WhatsApp groups, our WhatsApp channel, just join there. Ili urahisi kupata taarifa. I'm telling you, wakiingia watu 10,000 alafu ikaandikwa copy nzuri ikatuma kwenye group ya WhatsApp, atauza kinyama kuliko akipost kwenye social media account yake ya Instagram. What is your take in a nutshell tunavomalizia, ukiwa unataka kuongea na watu? Mfano watu wengi wana followers lakini wana confuse kwamba akitegemea itapofika wakati akitaka ku launch ama kushare product zake anawategemea wale, alafu disappointments zinakuwa. Yes, wale ni social following. Wale hawajakufollow kwa sababu ya products, wale kufollow kwa sababu ya lifestyle. Yes. Ili kuweza kumonetize ile attention ya watu ulionao kwenye social media, labda Instagram, Facebook, Twitter, itakuwa hao watu uwapeleke kwenye listi. Okay? List inamaanisha unaweza ukapeleka Telegram channel, ukapeleka WhatsApp channel, sasa zipo zinapokea paka watu milioni 1 is fine, ni wewe tu. WhatsApp groups au email list utachagua njia rahisi kwako. Okay? Kibongo bongo au ukatengeneza application is fine. Na kibongo bongo I suggest tumia sehemu mbili. Peleka WhatsApp channel au Telegram. Sasa WhatsApp, kwa sababu WhatsApp ni rahisi watu kufungua kwa sababu ni hapo ambao wanaitumia sana. Okay. It's easier to say. Huko ndiko anaenda kuuzia huko. Hatuuzii Instagram. Wale wa Instagram wale ni social following, sio social capital. Sasa convert social following to social capital, you have to turn them into a list. Sasa list ndio hiyo. Wapeleke kwenye group, wapeleke kwenye channel, that's where you can monetize. Wakina Jay-Z hawa wanauza products zao kwenye email, sio kwenye social media. That's why Jay-Z hata social media account yana. Wana email list wao. Wakitaka kupitch launch product wanatuma email kwa clients wao wenye interest. Kuna changamoto kubwa sana kwenye swala la biashara. Of course sio changamoto, nadhani ifikie muda watu watoe nafasi kwa wataalamu. Sasa point ni nini, Mr. George? Yep. Watu wengi ni Google. Watu wengi ni Google. They know everything. Okay. Hawataka kujifunza. Yep. Mtu anaona kwenda kumchukua mtaalamu kumlipa pesa ni expense baada ya kuwa ni investment. Ajui kwamba kile mtu kina miss yeye kupata milioni 100 ni taarifa moja tu ambayo angelipa 100,000 akapata kwa mtu ambaye anajua then akamsaidia. Wenzetu nje wana invest a lot of money kwa expert. Sisi wa Bongo expert hathaminiki chochote. Sawa, let's wind up. Tumalizie na kitabu hapa. Tuambie what is about na what are the offers there. Okay, bwana, hiki kitabu kinaitwa Naked Offer. Naked Offer. Kinasema jinsi ya kutengeneza offers zitakazowafanya watu wapigane, wasukumane
na kupanga foleni huku wakiomba kununua chochote kutoka kwako kwa bei yoyote muda wowote, guaranteed. Yes. Kwamba kama unauza product yako au unauza huduma, okay? Humu nimeweka framework ya kucopy na kupaste tu. Na hii sio nadharia ambayo iko tested na proven. Nimeandika copy nyingi za clients, nimeandika copy nyingi za kwangu za kuuza products zangu mwenyewe, kwa hiyo nimechukua kile ambacho kinafanya kazi nikakiweka humu ndani. Yeah. You just copy and paste. No matter what you are selling, unauza bidhaa, unauza huduma online, hii kitakufaa. Hata kama unauza nje ya mtandao, it's fine. Yeah. Okay? Lakini kama unauza taarifa, unauza ujuzi, hii ndio silaha yako ya siri. Okay? Yaani swala la kuuza kwako itakuwa sio tatizo na wala ufukuze ushindani. So kwa hiyo unaniruhusu nitaje bei ya hichi kitu? Taja bei. Okay. Bana, hichi kitabu mwanzoni nilipanga nikiuza 57,000. Hiki ndio nilikuwa nitaka nikiuza kwa bei. Lakini nikaona kwa sababu watu wengi wana changamoto hiyo. Okay? Nikawa nikiuza kwa shilingi 23,000. Lakini 23,000 hiyo hapo nje ya kupata kitabu hiki cha Naked Offer. Yes. Okay? Utapata pia bonus zingine. Bonus ya kwanza utapata ebook mpya ambayo haijatoka pote pale, inaitwa Invisible Command. Jinsi ya kumfanya mtu atake action bila kujua akafanyaje. Jinsi ya kumfanya mtu anunue bidhaa bila kujua kanunuaje. Anatekwa. Psychological issue. Issue nyingine, ebook nyingine ya pili inaitwa Jade Minds. Jade Minds. Jinsi ya kuwafanya watu wawe obsessed na kile unachokiuza. Inaitwa Jade Minds. Hiyo ni ebook ya pili ambayo ni kama bonus. Ebook ya tatu inaitwa jinsi ya kuuza kwa wabongo. Wabongo wana namna yao kwa kuuzia. Jinsi unavyomuuzia mzungu, unavyomuuzia Mueast Africa tofauti na kumuuzia mbongo. Wabongo wana namna yao kwa kuuzia. Hii nifanya research kwa muda wa miaka 6 nikagundua okay. Ili muuzie mbongo lazima uongee hivi, useme maneno haya ili anunue product yako. Kwa kama unauza bidhaa kwa mbongo, hiyo ebook itakufaa. Okay? Kwa hizo bonus zote hizo utazipata baada ya kununua hichi kitabu kwa 23,000. Na hii kitabu hakina soft copy. Okay. Hii kitabu kipo kwa mfumo wa hard copy pekee kwa sababu wengi walikuwa wanasambaziana vitabu vyangu. Sasa hiki sitaki apate kila mtu. Nataka wapate watu smart tu. Okay? Na leo nakukabidhi for the first time, this is your copy my brother. Bwana, I've received. Yes, kwa hiyo wewe ndio yes, utaenda kukisoma, utanipa sana. Watu wanapanga foleni sana wajipange bwana. Yeah. Hii ni Champions na nilikuwa na my brother anaitwa Amos Nyanda. Yes. Bad news, mtu mmoja katika taarifa na masoko. Yes, tumeambiwa vitu vingi sana na makosa, lakini pia hapo mambo mengi sana ya kurekebishwa. Mwisho wa siku tunataka tutengeneza taifa ambalo litakuwa linajielewa, lakini kila mtu aweze kusimama katika nafasi yake. My brother, thank you sana. Thank you very much my brother. Be blessed. Yeah, asante sana kwa kushiriki na podcast. Mpaka next time. Mimi naitwa George Mshauri. Ciao.